Hapa ni kwenye eneo la Mangamba linalopatikana kwenye kata ya Mtawanya, manispaa ya Mtwara Mikindani, mkoani Mtwara. Faida Online TV, watu wa field, watu wa kazi, tumetembelea kwenye eneo hili kwa ajili ya kuweza kujionea mradi huu ambao unajengwa hapa na Mtwasa, mradi ambao unagharimu shilingi bilioni 29, lakini pia tunaambiwa kwamba lita za ujazo ambazo zitapatikana hapa ni lita milioni 6. Faida Online TV tumekuja hapa na kuweza kujionea hali jinsi inavyoenda, lakini wakati huo pia tumezungumza na engineer Fikiri Pascal ambaye yeye ni meneja mradi lakini pia ni kaimu mkurugenzi wa Mtwasa katika mkoa wa Mtwara, ambaye ana nafasi ya kuzungumza machache. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Kukumbusha kusubscribe, ku like na comment yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Engineer Fikiri Pascal ni kaimu mkurugenzi idara ya usambazaji maji na usafi wa mazingira, lakini pia ni project manager wa mradi huu. Hapa tulipo ni mradi wa maboresho ya miundombinu Mtwara mjini lot 2, ambapo mradi huu unahusisha ujenzi wa matenki matatu makubwa. Hapa tulipo ni tenki la lita milioni 6, ambalo tenki hili sasa litaenda kulisha eneo kubwa la Mtwara manispaa, lakini pia tutakuwa na tenki la Likonde ambao ni tenki la lita milioni 1, litahudumia kata ya Mayanga, Mkunwa pamoja na maeneo ya Mbuo. Lakini pia tutakuwa na tenki katika chanzo chetu cha maji kikubwa Mtawanya, tutajenga tenki la lita 500,000. Hapa tulipo sasa ni ujenzi wa tenki ambao unaendelea lita milioni 6. Hatua tulionayo sasa hivi tumeshakamilisha usukaji wa nondo wa base na formwork kwa ajili ya maandalizi ya kumwaga zege. Tunatarajia tarehe 30 tutakuwa na kazi ya mwagaji wa zege ili tuweze kuendelea na hatua zingine. Kukamilika kwa tenki hili, tuna imani tutaongeza wingi wa maji kwa maeneo ya Mtwara mjini ili kuweza kidogo kupunguza ile scarcity iliyokuwepo ya uhaba wa maji, kwa sababu mradi huu pia unaenda kuongeza chanzo chetu kikubwa cha Mtawanya. Tutaenda kuchimba visima viwili, lakini pia tutaongeza mitambo mikubwa ya kusukuma pampu ili tuweze sasa kuongeza wingi wa maji katika eneo la mjini. Kwa sasa eneo letu la mjini lina mahitaji ya maji zaidi ya lita milioni 25, lakini uzalishaji halisi tulionao sasa hivi una range kwenye milioni 13 mpaka milioni 16. Kwa hiyo tuna gepu la milioni 6 mpaka la milioni 8. Kwa hiyo upungufu ule sasa unasababisha baadhi ya maeneo kupata kwa mgao. Tunaenda baada ya siku mbili tunahamia upande mwingine, baada ya siku mbili tunahamia upande mwingine. Kwa hiyo tunapata malalamiko ya watu kutopata maji ya kutosheleza, kwa sababu sasa unapoyatoa mpaka ukarudi unajikuta mtu tayari ameshaishiwa maji. Lakini pia changamoto tunayoipata katika ugawaji wa maji sababu ya maji minuko mikubwa, kwa hiyo unajikuta sasa maji yanakuwa hayawezi kutembea ipasavyo. Kwa hiyo unajikuta sasa kuna wateja wanaokaa milimani sana sana huwa wanakuja sasa wanapata maji muda wa usiku, kulingana sasa na mahitaji ya maji kuwa makubwa kuliko uzalishaji halisi. Mradi huu tuliopo sasa hivi unahusisha pia na ulazaji wa mabomba zaidi ya kilomita 164, ambao kwa sasa ulazaji wa mabomba tumeshaenda zaidi ya 80%, na tayari kama tulivyopita site pale tumeona kazi za maunganisho ya maji ya mabomba kwa ajili sasa ya kulisha maji katika tenki letu la airport, ili tuweze kuongeza wingi wa maji ili sasa manufaika waanze kupata maji ya kutosha. Mradi huu tayari umeshaanza kuleta impact. Kuna baadhi ya maeneo tayari wameshaanza kunywa maji kupitia mradi huu ambao ni kati ya kata Mtawanya na kata ya Ufukoni, hususan maeneo ya Mbaechundi, Kawe. Tumepata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya wananchi wakituambia kwamba wao wamenufaika ama wanaendelea kunufaika na maji ambayo yanatoka katika maeneo haya pasi na shaka yoyote. Naitwa Fatuma Muhammad Mkaluma, mkazi wa Mangamba Juu, mkoa wa Mtwara. Upatikanaji wa maji kwa kweli hatuna shida ya maji kwa hapa. Kwangu mimi naona kuna shida ya maji, labda kwa wenzangu. Makina na maji tunapata kwa muda. Bili huwa inatoka saa zingine, lakini unaweza kutumia. Kuna kipindi fulani nilienda kulalamika idara ya maji hivyo hivyo. Nilikuwa sikuwepo mimi hapa na maji watoto hawakuwepo. Cha ajabu nikakuta bili imezidi. Baadaye tukasema sijui nini nikawatumia msawazisha. Sasa hivi kidogo ndio hivyo tunaenda kama vile bili inakuta 16,000, 1000 kapi sijui, lakini iko fresh tu. Naitwa Zainabu Hamisi Mbada, mkazi wa Mangamba Juu. Hali ya maji kwa kweli sio mbaya, inaridhisha tu. Tunaweza kukosa kwa siku moja yatoki tena, kwa siku moja yenyewe mida fulani tu, labda asubuhi mpaka saa 4 au saa 3 maji yanatoka. Kwa hiyo tatizo la maji kwa kweli kitongoji hiki cha Mangamba Juu hamna. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Abdalla Nasoro Ntandu, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa Mangamba Chini. Kimsingi katika swala la maji kwa kweli limekuwa ni jambo zuri
na katika mitaa yetu au mtaa wangu mimi ambao naongoza mtaa wa Mangamba Chini, changamoto ni za kawaida sana, lakini hatujafikia mahala pa kukwama kuhusiana na jambo la maji. Kabla ya mradi na mradi unaanzia sasa, pia huduma ni nzuri tunaipata. Naam, mtazamaji wa Faida Online TV, kutokea hapa kwenye eneo hili la Mangamba ndani ya Manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara, mimi sina la ziada. Jina langu naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Kukumbushe kusubscribe, ku like na comment yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.